Simba wanapaswa kumheshimu sana Ahoua. Unajua kwa bahati mbaya sana kuna makelele yanazungumzwa juu ya style of play ambayo anaitumia Yan Charles Ahoua, lakini si aina ya wachezaji ambao tunawapata mara kwa mara. Amesajiliwa kuja Simba akiwa MVP wa ligi anayotoka. Haikuwa kwa bahati mbaya. Ndiye mchezaji msimu uliopita aliyefunga magoli mengi kuliko mchezaji mwingine yoyote yule wa Simba aliyekuwa naye. Tangu huu msimu ambao ni mbichi kuanza, ndiye mchezaji pia ambaye amehusika kwenye magoli mengi kuliko mchezaji mwingine yoyote. Unakumbuka mechi ya away alichofanya? Unakumbuka mechi ya ligi ambayo Simba kacheza alichofanya? Unakumbuka alichofanya kwenye hii mechi dhidi ya Gaborone? Huyu ndiye mchezaji wa kisasa ambaye anakupa numbers. Ukitaka magoli, ukitaka assist pale Simba, kwa wachezaji hawa walionao kwa sasa, anayeanza ni Yan Charles Ahoua kuliko mchezaji mwingine yoyote. Mchezo wa mpira wa miguu sio kila nafasi inageuka kuwa goli. Yaani mchezo wa mpira wa miguu hauko kwenye mtindo huo. Wanampigia sana kelele, lakini ndiye mchezaji wao bora wa ushambuliaji Simba waliye naye sofa kwenye kikosi mpaka atakapokuja mchezaji mwingine ambaye ana uwezo mkubwa wa kubiti namba zake. Lakini hizi nafasi ambazo zinatengenezwa, unajua mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa maoni. Yaani unapimaje kama hizi ni nafasi za wazi na hizi nafasi zilikuwa tight. Nafasi ambayo kwako unaweza ukaiona ya wazi inaweza ikawa Kasomba isiwe nafasi ya wazi. Sio kila nafasi za wazi zinageuka kuwa magoli. Sio hapa kwetu tu, hata Ulaya huko na sehemu nyingine ambako wameendelea. Mimi nafikiri cha msingi kilikuwa ni kile. Simba alikuwa na mtihani wa kuvuka kwenda hatua inayofuata. Amefanikiwa mtihani wa kwanza. Ajipange kwa ajili ya mtihani wa pili unaofuata. Jana na leo.